Na huwezi ukasema kanuni hizi zinakuwa sawa pale unapoteuliwa wewe, lakini zinakuwa mbaya pale ambapo ukuteuliwa. Kwa mwaka huu nilishiriki kwenye kutia nia, lakini jina langu halikurudi kutoka kwenye kamati kuu. Nilichofanya ni kuambia wana CCM na wana Simanjiro kwamba jina langu liwepo lisiwepo, msihame CCM. Maana hata mimi mwenyewe sihami CCM. Nilijua kwamba uteuzi ule ni wa haki, kwa sababu tulikuwa wagombea wengi 16 hivi, na wakati ule kwa mujibu wa kanuni walikuwa wanatarajiwa kuteuliwa 3 kabla mkutano mkuu hujafanya mabadiliko. Sasa mimi ni nani kama lazima niwe miongoni mwa 3, nisiwe miongoni mwa wale 13 wanaobaki? Sasa hapa liko swala, na hili nieleze hii saratani ya kutokukubali kushindwa au kutokuteuliwa haiko kwenye vyama vya upinzani peke yake, hata CCM ipo. Kuna watu ndani ya CCM wamenuna na sio kununa tu kwa sababu hakuteuliwa. Wanaendelea kufadhili kampeni za kuwachafua wale walioteuliwa. Wanaendelea kuendesha propaganda ndani ya vyombo vya habari, ndani ya social media, kubomoa heshima ya nchi yetu. Wanabomoa heshima ya mgombea wetu wa urais. Wanabomoa heshima ya taifa letu. Sasa Mwalimu alisema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Una hiari ya kubaki ndani ya chama kama unaridhika na kanuni zake na katiba yake, lakini una hiari ya kuondoka kwenye chama hicho kwenda chama unachodhani kinakusaidia, kuliko ubaki ndani ya CCM unavaa shati la kijani mchana, usiku unaendelea kukinongonga chama hicho na kuchafua taswira ya nchi yetu. Kwa nimesema kuna demokrasia ndani ya vyama. Sasa dawa yake ni nini? Dawa yake ni vyama vya siasa vijenge wanachama wenye imani na vyama, na wasiendelee kuwa wahamaji kwenye vyama, watu wasioeleweka misimamo yao. Najua wanaoendelea kuchafua CCM sio wale tu ambao wameshindwa kwenye kura za maoni au hawakuteuliwa, lakini kuna jambo jingine jipya limejitokeza mwaka huu. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wenye makampuni makubwa ambao walikuwa wakipata kandarasi za serikali katika miradi mbalimbali ya taasisi za umma muda mrefu sana. Hivi karibuni katika zabuni zilizopita hawakufanikiwa kushinda zabuni hizo kwa mujibu wa sheria ya manunuzi. Lakini leo watu hao wameendelea kufadhili baadhi ya vikundi vya vijana, baadhi ya vyombo vya habari visivyojiheshimu, na hasa kutumia pia wanaharakati wa nje ya nchi kuharibu taswira ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kuharibu taswira ya nchi ya chama chetu. Na mimi nataka niwaambieni vijana, wengi mchezo huu wa kupaka matope viongozi haukuanza leo. Mwaka 95, kabla ya 95, rais wetu alikuwa Mzee Ali Hassan Mwinyi. Baadhi ya watu walikuwa wanaona kila nyumba nzuri ya nchi hii, Dar es Salaam, Arusha hapa, hata hizi zilizo karibu na Seda za kina Benson, zilikuwa zinasemekana nyumba za Mama City. Amekuja Mzee Mkapa, wakasema migodi yote ya Kiwira na maeneo yote ni Mama Mkapa na Mkapa mwenyewe. Amaliza Mkapa, amekuja Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ni rais wa nchi yetu, naye akaambiwa kila mali na kila nyumba nzuri iliyoibuka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, wapi, anasema Ridhiwani. Tabia hovyo kabisa. Hata mimi nauliza, Ridhiwani anakuwa na nyumba zote za Kariakoo, za Mikocheni, nyumba zile zina watu na zimeandikwa majina. Ukiangalia ule ubao unaoonyesha mwenye nyumba ni nani, inabaini, iko wazi. Lakini wanazusha. Wakati wa mwenda zake, wakati wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, mimi kipindi hicho cha mwanzo wa mwaka wa 2016, kabla sijateuliwa kwa msemaji wa CCM, nilikwenda pale barabara ya Kawawa pale Biafra, kuna jengo moja refu pale. Ikaonekana nimesimama kwenye jengo hilo na mwenye jengo ambalo ni kijana mmoja wa kampuni moja inaitwa Samsung. Kesho yake wanaharakati hao huko ugaibuni wakaandika kwamba ile jengo ni la Dr. John Pombe Joseph Magufuli
ila umiliki wake amekabidhiwa majengo, akataja majengo kadhaa, akasema hili linamilikiwa na Sendeka kwa niaba ya Magufuli. Magufuli ana mwezi mmoja tu, miezi miwili akiwa rais, jengo lina ghorofa 14. Alafu unasema kwamba jengo hili ni Dr. John Pombe Magufuli. Amekuja Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuapishwa kufuatia kifo cha Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sasa ajenda zimehama. Na ajenda ya sasa ninyi wote ni mashahidi. Wanaharakati wote, vyama vya upinzani, watu wasiojitambua wanasema kila kizuri kilichoko nchi hii ni Abdul, mtoto wa Samia. Kila kilichoko hapa Kikwete, kwa sababu tu Kikwete ameamka juzi, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na kutoa mwelekeo. Na mimi nataka niwaambieni, Kikwete ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Hata Mwalimu Nyerere mwaka 85 alimpigia kampeni Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mwaka 95 Mwalimu alisimama na Mzee Mwinyi kumpigia kampeni Benjamin William Mkapa. Kikwete alipigiwa kampeni na Mkapa. Magufuli alipigiwa kampeni na Jakaya. Leo Samia yuko madarakani, Dr. Samia Suluhu Hassan ndio mgombea wa CCM. Rais wa Jamhuri ya Muungano mstaafu aliyoko na mwenyekiti mstaafu wa CCM ni Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Anasimama huyo. Unapokuwa mwenyekiti wa chama, maana yake wewe ndio umekinai, umeishiba imani ya CCM. Na mimi nataka niwaambieni, sasa Jakaya anampigia kampeni mgombea urais, anawapigia kampeni wabunge wa CCM kwamba chagueni CCM. Unaona watu kwenye wanaharakati wanaanza kupiga kelele na kuanza kumchafua Dr. Kikwete. Sasa mimi najiuliza, walitegemea kwamba Dr. Kikwete ambaye ni mwenyekiti wa CCM ampigie kampeni nani? Ampigie kampeni nani? Lazima atampigia kampeni kiongozi wa chama chake. Lakini Kikwete ni mfano wa demokrasia. Na mimi nataka niwaambieni kwenye hili, shida iliyoko mwaka 95, mkumbuke kwenye uchaguzi wa kwanza wa ndani ya CCM wa mfumo wa vyama vingi vya siasa, aliyeongoza waliokwenda finali walikuwa watatu: Dr. Kikwete, Benjamin William Mkapa na hayati Dr. na Mzee Cleopa David Msuya. Aliyeongoza raundi ya kwanza ni Jakaya Mrisho Kikwete. Raundi ya pili ikawa ni Kikwete wanashindana na Mkapa. Hayati Benjamin William Mkapa akaibuka. Na ninyi nyote mnajua, hata kwenye social media mnaweza mkagoogle tu. Kikwete alisimama saa ile matokeo yalipotangazwa, akasimama kutangaza kwamba kamati zake zilizo rasmi na zisizo rasmi sasa ni kamati za Benjamin William Mkapa. Chama chochote, yani nataka niwaambieni, hii habari ya kuhamahama vyama ipo tu kwenye nchi zinazoendelea. Huku ndio ipo. Kile huwezi kwenda kwenye finali umepewa heshima na chama, alafu kesho wewe unanuna. Kikwete hakununa, na baada ya ushindi wa Mkapa alimteua Dr. Kikwete kwa waziri wa mambo ya nje kwa miaka 10 ya urais wa Mkapa. Na Kikwete alipokuja kuchukua urais wa nchi, alimteua aliyekuwa anagombea naye Mark Mwandosha pamoja na wengine wengi kwa waziri katika serikali yake, na alikaa na Mwandosha mpaka siku ya mwisho rais mpya alipoapishwa. Sasa mimi leo nikiona watu ndani ya chama, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanagombea na makamu mwenyekiti, baada hapo wanazirana kila mmoja anakwenda upande wa pili. Sasa hii nayo mtailaumu CCM? Yaani tumewapa uhuru, tumepitisha katiba ili upinzani upate nafasi ya kuwa na demokrasia, kuendesha vyama vya siasa ambavyo lazima vianze na kuwa na demokrasia ndani ya chama. Sio kazi ya CCM kwenda kuwa msuluhishi kwa migogoro ndani ya vyama, kwa sababu pengine hata hawatuamini. Kwa nataka niwaonyeshe kwamba Dr. Kikwete alimteua Profesa Mark Mwandosha. Lakini leo Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa mgombea mwenza 2015 aliyekwenda finali na hayati Benjamin William Mkapa ni Asha Rose Migiro na Amina Salum Ali. Leo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni Balozi Dr. Asha Rose Migiro, mwanadiplomasia aliyejengea nchi hii heshima, akiwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akiwa balozi wetu na akiwa waziri wa mambo ya nje kwa muda mrefu. Kwa umoja ndani ya chama ndio msingi, nataka niwaambieni, ndio msingi wa uimara wa chama cha siasa. Huwezi kudai demokrasia nje ya chama wakati demokrasia ndani ya chama
chenyewe bado hamjajipanga vyema. Ndugu zangu, tunachoshindanisha ni vyama vinavyoomba ruhusa na ridhaa ya Watanzania kutuongoza. Vyama hivi lazima vilinde umoja na utulivu wa nchi yetu. Hatuwezi kuwa na vyama ambavyo hawaangalii maslahi mapana ya nchi. Umoja wa taifa letu ndio jambo muhimu sana, na ndio nguvu na silaha ya pekee katika kuendelea kulinda na kuendeleza umoja wa nchi yetu na kulinda usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo yeyote anayetikisa misingi ya umoja hatupaswi kumuonea haya. Hatupaswi kumuonea haya hata kidogo. Kabisa. Najaribu kulichafua. Nataka kusema wafanyabiashara wafanye kazi yao ya biashara. Na wakubali kwamba wanapokosa zabuni wasitumie fedha ambazo walizipata kwa zabuni walizopewa na serikali hii kuharibu image ya nchi yetu na taswira ya chama chetu na nchi yetu kwa ujumla. Watu hawa sio tu kwamba tunapaswa kuwapuuza, lakini tunapaswa kwa kweli wakati mwingine kuwafundisha na kuwakumbusha kwamba hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni hii moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, katika kipindi hiki cha hivi karibuni, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuasisi na kuwezesha Watanzania kutoa maoni juu ya dira ya maendeleo ya 2050. Dira hii ndio taa itakayoiangazia nchi yetu katika masuala mazima ya mageuzi ya kiuchumi na kisiasa. Kwa hiyo tunakwenda kujenga uchumi shindani wa kisasa, uchumi fungamanishi, jumuishi wa taifa linalojitegemea. Na kwa jinsi mpango ule ulivyo, Dr. Samia atamaliza muda wake na marais watakaofuata watakuwa tayari wanayo taa ya wapi wanakokusudia kulipeleka nchi yetu. Tuaminini. Tanzania tunaomba watuamini ili tuendelee kutekeleza yale ambayo tumefanya. La mwisho, ndugu zangu, nisisitize swala la tarehe 29 mwezi wa Oktoba, siku ambayo imetangazwa na Tume ya Uchaguzi kuwa ndio siku ya kupiga kura za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Rai yangu ni kuendelea kuwasisitiza Watanzania na kuwaomba watumie haki yao ya kikatiba kwenda kuichagulia nchi yetu viongozi bora. Rais wa nchi ndiye amiri jeshi mkuu. Tunahitaji mtu anayeweza kumudu majukumu haya. Rais wa nchi ndiye mkuu wa nchi yetu, ndiye aliyepewa dhamana ya utendaji katika serikali ya Jamhuri ya Muungano. Tunahitaji rais ambaye mwenyewe ni muumini wa muungano wetu, mwenyewe ni muumini wa uhuru tulio nao, mwenyewe ni mwanademokrasia, na Dr. Samia Suluhu Hassan anakidhi vigezo hivyo. Amekuja na kauli yake mbiu ya kazi na utu. Na kazi, tulikusha fafanua kwamba kazi ni shughuli yoyote halali inayomfanya mtu mkono uweze kwenda kinywani. Utu tumekwisha weka katika misingi yetu ya kikatiba, katika katiba ya Jamhuri na hata katika katiba ya chama. Kwa maana kwenye chama, imani ya pili ya mwanachama wa CCM, kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan ni muumini wa kweli wa misingi ya CCM, ni muumini wa muungano wetu, na katika kipindi cha uongozi ameangalia haki na stahiki za pande zote mbili za muungano.